Karibu usikilize makala maalum ikiangazia matembezi ya sanamu ya mama yetu Bikira Maria yaliyoanza Agosti 2 mwaka 2026 hadi Agosti 8 mwaka 2026. Kilikuwa kipindi cha kipekee chenye historia ya kiimani ambapo waamini wa kanisa Katoliki nchini Tanzania waliitikia wito wa kukusanyika kwa pamoja kuenzi imani yao kwa mapokezi makubwa kabisa ya kumpokea mama yetu Bikira Maria, msimamizi wa Radio Maria Tanzania, katika kipindi cha kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu 2026. Matembezi haya yaliandaliwa kwa lengo la kuimarisha imani, umoja na kujenga mwamko wa kiroho kwa waamini wa maeneo mbalimbali, hasa maeneo ambayo yameiwakilisha Tanzania nzima. Mpendwa, shamra hizi za maadhimisho ya miaka 30 zilizinduliwa rasmi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka huu 2026 kule Jimbo Kuu Katoliki Songea, ambapo ndipo cheche ya imani, matumaini ya uinjilishaji yalianza, na sanamu ilibaki kanisa kuu, ambapo safari hii tarehe 2 Agosti mwaka 2026 ndipo matembezi rasmi ya kurejea Dar es Salaam kwa ajili ya kilele yalianza. Kwa niaba ya Mwashamba Askofu Mkuu Damian Dennis Dalu ambaye ameenda kutoa kipaimara katika parokia ya Mshangano, naomba mkurugenzi wa Radio Maria ni kukabidhi salama salimini sanamu ya mama yetu Bikira Maria. Sanamu hii ipite katika majimbo yetu yote ya Tanzania na mama aweze kutuombea ila urudishe salama. Asante sana. Asante sana. Tarehe 2 matembezi yalipoanza, waamini walikusanyika katika Jimbo Kuu Katoliki Songea wakionyesha shukrani zao za dhati kwa Mungu kupitia mama yetu Bikira Maria, ambapo sanamu ya mama yetu Bikira Maria ilizinduliwa na msafara mkubwa kabisa, matarumbeta na magari yaliyowabeba waamini wenye imani kubwa sana, huku wakiimba kwa shangwe nyimbo za kumsifu Mungu baada ya adhimisho la misa takatifu ya makabidhiano hayo kwa kamati ya hija. Sanamu hiyo majira ya alasiri ilipokelewa na wanajimbo Katoliki Njombe. Hapo waamini walijitokeza kwa wingi kwenye misa takatifu iliyoadhimishwa kwa heshima ya Bikira Maria, ikifuatiwa na mkesha uliojumuisha sala, mafundisho na nyimbo za kuabudu na za mama Bikira Maria. Huu ulikuwa ni muda wa kuimarisha imani na kujaza mioyo ya waamini kutoka kwa mama yetu Bikira Maria, hasa kwa mahujaji wote waliokusanyika katika parokia ya Kanisa Kuu Njombe, ambapo pia misa hiyo iliadhimishwa na askofu wa jimbo hilo Mhashamu Eusebio Kiando pamoja na kushiriki mkesha huo mtakatifu. Sifu Yesu Kristo. Mama Maria, mama wa wote. Asubuhi ya siku ya pili, matembezi yaliendelea kuelekea Jimbo Katoliki Mafinga, ambapo waamini walimpokea mama yetu Bikira Maria kwa sherehe kubwa kabisa, wakifanya ibada na maadhimisho kama ilivyofanyika Jimbo Katoliki Njombe. Hapa ilishuhudiwa umoja wa waamini wenye furaha isiyo ya kifani, huku wakiongozwa na mababa wa kiroho. Kisha waamini walielekea Iringa, parokia Ipogolo, ambapo walifanya ibada fupi ya kumshukuru Mungu kwa baraka zilizopatikana. Iringa, napenda kukabidhi sasa hija hii na sanamu hii ya mama Bikira Maria kwa Jimbo Katoliki la Iringa, hasa katika parokia hii ya Ipogolo. Naamini kabisa mama ni salama, mama amefika hapa kuendelea salama.
Mafundisho ya kina yalitolewa hadi tukapata siri nyingine kwamba Radio Maria Tanzania enzi hizo ingeanzishwa Jimbo Katoliki Iringa, maana Baba Mtega alikuwa askofu wa Jimbo Katoliki Iringa kabla hajapelekwa Jimbo Kuu Katoliki Songea. Jimbo Kuu la Songea kwa sababu Radio Maria ilianza pale Songea kwa maono ya askofu mkuu mstaafu Norbert Mtega. Yeye ndio aliyeanza pale Songea, na sisi tukiwa huko tulikuwa tunasikia miaka ya mwisho kabla ya kupata upadre tukawa tunasikia kutoka pale Songea. Lakini pole pole ikaenea na ikaenda Dar es Salaam. Wakaanza pale Mikocheni kama kituo kikuu na baadaye ikaenea nchi nzima. Ingawa kwenye mitandao unaweza kusikia Radio Maria kwa mahali popote unapokuwepo, mradi tu uwe na bundle yako na ukaingia Radio Maria, unaweza kupata live yale yanayoendelea katika Radio Maria. Kwa hakika, hii ni historia isiyofutika yenye matumaini makubwa. Safari iliendelea Jimbo Katoliki Morogoro. Baba Vikari, mapadi waandamizi na wote ambao wameandaa hija hii na matembezi haya katika jimbo hili la Morogoro. Na washukuru pia ambao tumekuwa pamoja katika mkesha, mahujaji nyote. Kwa namna pekee walituongoza katika ujirishaji wa kwaya na kusali na kumalizia kwa wapendwa wetu wa novisi. Asanteni sana na hongereni sana. Basi naomba kuchukua nafasi hii kwa niaba ya uongozi wa jimbo kushukuru baba mkurugenzi pamoja na viongozi wenzako, kwanza kwa kuona kwamba na sisi tuna nafasi na tunastahili kuletewa sanamu ya Mama Bikira Maria katika jimbo letu, na hasa hapa katika parokia yetu ya Mtakatifu Patrice Kanisa Kuu. Tutufikishie salamu nyingi kwa viongozi wote wa redio. Sisi kwa wana jimbo la Morogoro tuko pamoja na redio yetu, tunaendelea kuiombea ili iendelee kusambaa zaidi, lakini pia iendelee kutoa huduma zake za uinjilishaji mahali pote hapa Tanzania na sehemu nyingine, ambapo pia jamii ilijitokeza kwa wingi huku wakimkumbatia Mama Bikira Maria, kila mmoja akiomba kwa Mungu amjalie neema na baraka ambazo Mama Bikira Maria anakuwa nazo, kwani mama alipita sokoni na barabarani ambapo kila mmoja alionyesha mshangao wa kipekee kwa nyimbo na sifa na shukrani ambazo zilikuwa zikiimbwa na waamini ambao walijitokeza kuipokea sanamu hiyo. Basi tunapoingia kanisani wote tunashangilia Mama Bikira Maria. Piga makofi na vigelegele mama anapoingia. Msafara ulielekea Jimbo Katoliki Bagamoyo, tunasema ni lango la imani, ambapo Ukristo ulianza kwa Tanzania. Walipofika Bagamoyo, sanamu ya Mama Bikira Maria ilipokelewa katika kanisa kuu, ambapo waamini walifanya ibada kubwa kabisa wakimwenzi mama yetu Bikira Maria. Tunaungana na wenzetu wa Radio Maria ambao wanaadhimisha miaka 30 na wamechagua eneo hili ili kuweza kutangaza mambo makubwa ya Mungu kupitia kwao. Leo Mama Bikira Maria amekuja hapa kwetu, amekuja hapa Bunju, amekuja kutembelea jimbo letu, na sisi kwa namna ya pekee tumepata upendeleo huu wa kuja kutembelewa na mama, lakini si kwa muda mfupi, bali amekuja wakati jua linazama mpaka kukesha nasi usiku, na asubuhi ataendelea na safari yake. Kisha maandalizi ya stio na kifani yalifanywa na wanaparokia ya Bunju, ambapo Mama Bikira Maria alipita katika sehemu mbalimbali za parokia hiyo kabla ya mkesha katika parokia ya Bunju na kutembelea hospitali ya Furaha, ikionyesha upendo wa Bikira Maria kwa wagonjwa na wasiojiweza. Pia kulifanyika shangwe nyingi za kipekee kuashiria sasa sanamu hii inakaribia kuelekea Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam.
Matembezi yalijumuisha pia ziara katika shule ya Kanosa na parokia ya Tegeta. Kwa heshima na taadhima, nayo nafasi ya pekee kupokea mama katika hii campus ya watoto wa Mama Magdalena wa Kanosa, watoto mnaompenda sana mama. Nani kama mama? Hapa ilifanyika makabidhiano rasmi kati ya wawakilishi wa jimbo kuu la Dar es Salaam na mwakilishi wa jimbo Katoliki Bagamoyo, kuimarisha umoja kati ya jimbo moja kwenda jimbo lingine, hasa kuacha alama kwa jamii iliyowazunguka pia. Baada ya jimbo Katoliki Bagamoyo, sanamu ya mama yetu Bikira Maria ilielekea parokia Mtakatifu Marta Mikocheni. Hapa waamini walijitokeza kwa wingi, wakishiriki katika ibada na kujaza viwanja vya parokia kwa furaha, kwa upendo, ambapo muujiza mkubwa ulijitokeza wa mvua. Kwa hakika, Mungu mwache aitwe Mungu, maana mambo yake ni makuu na hayawezi kuelezeka. Hatimaye matembezi yalianza rasmi kuelekea makao makuu ya Radio Maria Tanzania. Hapa waamini walishiriki mafungo yaliyoongozwa na Padre Rogasian Msafiri, wakifunga safari yao kwa misa takatifu iliyothibitisha umoja, imani na matumaini kwa waamini wote ambao walishiriki hija hii mwanzo hadi tamati hii. Matembezi haya ya sanamu ya mama yetu Bikira Maria kitaifa yalionyesha nguvu ya imani na umoja miongoni mwa waamini wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania. Katika kipindi hiki waamini walipata nafasi ya kukumbuka, kuadhimisha na kujitafakari kwa pamoja, wakiimarisha imani yao kwa Mungu kupitia mama yetu Bikira Maria. Makala hii inatoa mwanga juu ya umuhimu wa mama yetu Bikira Maria katika maisha ya waamini. Pia inasisitiza kwamba imani inatakiwa kuimarishwa kupitia matendo, sala na umoja. Tumaini letu kwa waamini wote ni kwamba matembezi haya yatakuwa chanzo cha baraka kwa nchi na vizazi vijavyo. Miaka 30 ya Radio Maria Tanzania, uinjilishaji, upendo na faraja.